mtazamaji wa Channel 10 Plus popote pale ulipo. Karibu katika taarifa ya habari ya kutwa nzima ya leo. Msomaji wako usiku wa leo ni mimi Salma Shabani. Utakuwa nami pia katika michezo na burudani. Tunaanzia nchini Kenya ambapo Rais wa Kenya William Ruto amesema watu wote waliotekwa nyara kufuatia maandamano ya kupinga serikali mwaka jana wamerudishwa kwa familia zao na ameahidi tukio hilo halitojirudia tena. Tupate undani wa taarifa hii kutoka kwa mwanahabari wetu. Tume ya Taifa ya Haki za Binadamu ya Kenya, KNCHR, imeorodhesha zaidi ya vifo 60 vya kiholela na visa 80 vya utekaji nyara tangu maandamano ya Juni hadi Julai 2024, huku watu kadhaa bado wakiwa hawajulikani walipo na wengine wakieleza wakishikiliwa kwa miezi kadhaa katika maeneo ya siri. Akizungumza na waandishi wa habari akiwa na rais wa Finland Alexander Stubb, Rais Ruto amesema wote waliotekwa na kupotea wamepelekwa nyumbani kwao, na nimeelekeza kwa uwazi kabisa kwamba jambo kama hilo halitorudia tena nchini Kenya. Ruto amesema tangu alipoingia madarakani mwaka 2022 ameahidi kuondoa tabia ya kisiasa ya utekaji nyara na mauaji ya kiholela ambayo yamekithiri nchini humo kwa miaka mingi, huku ripoti ya hivi karibuni ya muungano wa mashariki ya haki za binadamu ya Missing Voices ikiwemo Amnesty International na ICJ. Ruto ameahidi kuwa serikali yake imewezesha kifedha polisi kuwa huru dhidi ya uraisi na kuweka mfumo wa wajibikaji kuhusu utekaji nyara, ingawa ripoti hiyo imekanusha madai hayo ikisema licha idadi kubwa ya matukio hakuna afisa hata mmoja aliyepelekwa mahakamani. Shabani Mpute, Channel 10 Plus. Wananchi wa mji mdogo wa Tunduma mkoani Songwe wamenunua vitimwendo 6 vitakavyowapunguzia adha ya kubeba wagonjwa wao mgongoni kuwapeleka wodini pindi wanapokuwa wameandikiwa kulazwa, ambayo imekuwa ikiwakabili kwa muda mrefu. Hii hapa taarifa ya Rozi Chapewa inafafanua zaidi. Kifika getini pale tunamnyenyua mgonjwa, utampeleka mpaka kwa daktari. Daktari kisha atawaambia kwamba nendeni odini. Tunamnyenyua tena mgonjwa kwa mikono mzega mpaka hospitali, mpaka kule odini. Niliwahi kuumwa, kiti chenyewe walinibebea, nilidondoka na kudondoka. Kisha wakafanya nini? Ndugu zangu wakanibeba mgongoni. Hospitali yetu ina changamoto ya hizi basikeli za kubebea wagonjwa. Kwa sababu hata mimi binafsi nimewahi kuumwa, nikaletwa hapa niko mahututi, basikeli hazikuwepo. Kwa hiyo ilibidi wanibebe mgongoni. Ili kukabiliana na adha hiyo, kikundi cha Songwe Connection kimetoa msaada wa vitimwendo 6, vifaa vya taka pamoja na mahitaji mengine ya wagonjwa ikiwemo sabuni. Haya mambo tunaoendelea kuyafanya, tunaamini hatupotezi kitu, bali ipo neema, zipo baraka za Mwenyezi Mungu zinazotufuata nyuma, kwa sababu uzima wetu, uhai wetu tunautumia kwa faida kwa ajili ya watu wengine. Hata maneno ya Mungu yanasema kwamba amsaidia, yani anayemsaidia mwingine anapata thawabu kubwa mbele za Mungu. Ukiona mahitaji yetu yamekuja moja kwa moja hospitali, lakini tumegusa vile vitu ambavyo ni vya muhimu na vina uhitaji sana. Afisa ustawi wa jamii wa kituo hicho Clinton Joel, baada ya kupokea msaada huo, anasema viti vitasaidia wagonjwa kukimbizwa haraka kwenda kwa daktari. Naye mganga mkuu wa mkoa wa Songwe Boniface Kasululu akatoa mwito kwa wadau wengine. Yako mambo ambayo tunaweza tukayafanya sisi wenyewe wananchi kwa kusaidiana katika maeneo yetu. Kwa hiyo niwaombe watu wengine waweze kuitikia wito huu na kuweza kuwasaidia wenzao wenye uhitaji. Ni mchango mkubwa sana kwa hasa kwa mapokezi ya pale kwa wagonjwa. Kuna viti vingine vilikuwa vina changamoto, kwa kuwa tumepata viti hivi vitasaidia wagonjwa kukimbizwa haraka sana kwa madaktari. Kituo cha afya Tunduma kinadaiwa kupokea wagonjwa zaidi ya 600 kwa mwezi, wakiwemo wanawake wajawazito. Kutoka Tunduma mkoani Songwe, mimi ni Rozi Chapewa wa Channel 10. Wakazi wa kata ya Bugelenga wilayani Bukombe mkoani Geita wameondokana na changamoto ya kuvuka mto kwa kutumia mitumbwi baada ya serikali kuwajengea daraja kubwa lenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 500 katika barabara inayounganisha wilaya mbili za Bukombe na Mbogwe. Hii hapa taarifa ya Mrisho Sadiki.
Kwa kipindi kirefu wakazi wa kata hiyo ambayo inapakana na wilaya jirani ya Mbogwe wamekuwa wakitumia mitumbwi na magogo kuvusha mazao na bidhaa za biashara katika eneo hili, hali ambayo ilikuwa ikihatarisha usalama wa maisha yao. Tulikuwa tunashindwa kusafirisha mazao na kufuata rasilimali za maduka kuzileta ili kuhudumiwa wananchi. Kwa wafanyabiashara kwa kweli tulikuwa tunapata changamoto, na mimi ni mfanyabiashara mmoja wapo. Tulikuwa tunapata changamoto kwa namna ya kupita kwenda kuhemea mizigo. Na naamini katika hilo daraja, hiyo miundombinu wataitunza, wataiangalia, maana imegharimu fedha nyingi sana za Kitanzania. Akitoa ufafanuzi wa ujenzi wa daraja hilo lenye urefu wa mita 60 kwa mwenyekiti wa CCM mkoa Geita alifika kuona maendeleo yake, meneja wa TARURA wilaya Bukombe amesema ujenzi umefikia 90% na kwamba kilio hicho cha wananchi kilifika kwa mbunge wa jimbo hilo ambaye ni naibu waziri mkuu Dr. Doto Biteko na kuahidi kuwajengea daraja. Linajengwa kwenye barabara ya Mwalo Yogero Bugerenga Mbogwe boda ambayo inaunganisha wilaya za Bukombe na Mbogwe. Gharama za mradi huu ni shilingi milioni 583, hali ambayo inatisha sana usalama wa wananchi hawa. Lakini katika ziara mheshimiwa naibu waziri mkuu, mbunge wetu wa jimbo la Bukombe, wananchi hawa walipaza sauti wakiomba msaada wa kuweza kivuko kile. Mwenyekiti wa CCM mkoa Geita Nikolausi Kasendamila ameshukuru serikali kwa kujenga daraja hilo pamoja na kutekeleza ilani ya CCM kwa 100% wilayani humo. Tunaposema serikali ya awamu ya 6 imeupiga mwingi na hatujafanya makosa, kwa kauli moja mkutano mkuu wa CCM taifa kumtangaza na kumtamka rasmi kwamba sasa mgombea wa urais kipindi kijacho ni Dr. Samia Suluhu Hassan, tulikuwa tunamaanisha haya mambo mnayaona kwa macho. Kutoka Bukombe, mimi ni Mrisho Sadik. Rais wa Marekani Donald Trump ameanza ziara yake Mashariki ya Kati akianzia Riyadh, Saudi Arabia, huku mazungumzo ya ziara hiyo yakitazamiwa kujikita kwenye uchumi na mpango wa nyuklia wa Iran na kumaliza vita vya ukanda wa Gaza. Tupate taarifa kamili. Baada ya kuwasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mfalme Khalid, Donald Trump amepokelewa na mwanamfalme Mohammed bin Salman aliyemhakikishia kwamba Saudi Arabia itabakia kuwa mshirika wake imara. Kama sehemu ya kuonyesha heshima, ndege za kijeshi za Saudi Arabia zimeonekana zikisindikiza ndege ya Rais wa Marekani Air Force One ilipokaribia mji mkuu wa Riyadh. Trump na mwanamfalme bin Salman wameandaliwa kushiriki chakula cha mchana katika dhifa maalum sambamba na wafanyabiashara wakubwa walioalikwa wakiwemo mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Blackstone Stephen Schwarzman, Larry Fink na BlackRock na Elon Musk. Anatarajiwa pia kufanya mkutano wa uwekezaji kati ya Marekani na Saudi Arabia kabla kuelekea Umoja wa Falme za Kiarabu na Qatar katika ziara yake siku 4 kwenye mataifa hayo ya Ghuba. Viongozi wa Kuwait, Oman na Bahrain wanatarajiwa kukutana na Trump mbali na viongozi wa Saudia hapo kesho siku ya Jumatano, huku mazungumzo yake mjini Riyadh yanatazamiwa kulenga zaidi mikataba ya kibiashara kuliko masuala ya kidiplomasia na huenda yakazaa matunda kwa kupata makubaliano na Saudi Arabia kuhusu teknolojia ya nyuklia. Wakati suala la mpango wa nyuklia ya Iran likitarajiwa kuwa katika orodha ya ajenda ya mazungumzo ya Trump katika ziara hiyo, Iran imetoa onyo kwa Saudi Arabia kuwa inapaswa kutokuegemea upande wowote, kwani kinyume chake uchokozi wowote dhidi ya Iran kwa hakika utasababisha Iran ilipe kisasi. Lula Ali, Channel 10+. Waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira, mhandisi Hamad Yusuf Masauni ameanza ziara ya kikazi ya siku 3 jijini Oslo nchini Norway, ikiwa na lengo la kujifunza njia za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Waziri Masauni amesema ziara hiyo imeratibiwa na balozi wa Tanzania nchini Norway kufuatia mwaliko uliotolewa kwa ofisi ya makamu wa rais, ambapo baada ya kuwasili alipokelewa na mheshimiwa Ton Tins, balozi wa Norway nchini Tanzania, Mei 12, 2025. Amesema lengo la ziara hiyo ni kujifunza na kupata uzoefu kuhusiana na masuala ya mazingira, namna bora ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kupitia biashara ya carbon
na teknolojia ya kutenganisha taka katika miji na kuzifanya kuwa fursa na hatimaye kuzaliwa bidhaa na malighafi zingine ikiwemo mbolea, maji na nishati ya umeme. Jambo ambalo limetuvutia pamoja na ndugu wangu katika ziara yetu ile kwenye kiwanda hiki ni ile teknolojia ambayo inatumika ya kuzalisha umeme kupitia matumizi ya taka. Utaratibu mzima ambao wanafanya kuweza kukusanya taka, kuweza kuzifikisha kiasi ambacho imesuluhisha jiji la Oslo pamoja na nchi ya Norway kwa ujumla wake. Ni miongoni mwa nchi yenye majiji masafi zaidi duniani. Nadhani sisi Tanzania tuna jambo kubwa sana la kujifunza katika eneo hili. Katika ziara hiyo, Mheshimiwa Masauni pamoja na viongozi hao watapata fursa ya kuzungumzia masuala mbalimbali ya mazingira pamoja na ushirikiano katika jitihada ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kwa manufaa ya pande zote mbili. Naibu Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto Zanzibar, Mheshimiwa Anna Athanas Paul, amesema serikali imetenga fedha kwa ajili ya kuwawezesha na kuwapatia mikopo wajasiriamali na kuwataka vijana kuchangamkia fursa hiyo. Taarifa zaidi hii hapa ikifafanua kutoka Pemba. Akizungumza kwenye mahafali ya kuwatunuku vyeti wajasiriamali wa jimbo la Chambani, wilaya Mkoani, mkoa wa Kusini Pemba, naibu waziri amesema serikali imeweka taasisi za mikopo kwa ajili ya kuendeleza vijana kiuchumi. Mbalimbali kupitia ujasiriamali ambao unafundishwa, lakini tuweze kukuza uchumi wa taifa, kwa sababu nyinyi ukianzisha vikampuni vyenu, ukianzisha mambo yenu mbalimbali kupitia ujasiriamali, mtalipa kodi. Mkiweza kulipa kodi, pengine mtaajiri na vijana wenzenu wengine, basi hapo mnainua uchumi wa taifa letu. Mwakilishi wa jimbo la Chambani Bahati Hamisi Kombo amesema hatua ya kuwawezesha jasiriamali vijana katika jimbo hilo imelenga kuwainua kiuchumi na hivyo kuunga mkono kauli ya Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi ya kutoa ajira 3 kwa vijana. Nikaamua kwa makusudi kwamba hawa ambao watachukua fomu basi na wao niungane nao na wazazi wao kuona kwamba tunakwenda hatua moja na baada yake tunakwenda hatua ya pili. Si lazima kwa sote tuende hatua kwa hatua zote tumalize. Nikasema tuende hatua ya kwanza, lakini tutakwenda na hatua ya pili. Anamalizia tu kwenye jimbo wao. Lakini hizi ni akili ambazo na ni maarifa ambayo Mungu wako wachache katika dunia hii. Mimi niwaambie watu wa Chambani, mmepata bahati kwa maana ya bahati, kwa maana ya bahati. Asanya Mabula, Channel 10, Pemba, Zanzibar. Kuelekea uchaguzi mkuu Oktoba mwaka huu, vijana wanatarajia kupiga kura kwa mara ya kwanza nchini. Wamesema wanasubiri kwa hamu siku ya uchaguzi, huku wakiahidi kushiriki kamilifu katika zoezi hilo la kidemokrasia kwa amani. Mwandishi wetu Leonard Mwacha kutoka Dodoma ana taarifa zaidi. Vijana hao ambao wametimiza miaka 18 na kuendelea wameonyesha kufurahia kutimiza ndoto hiyo, huku wakitaka vijana wengine kushiriki katika zoezi hilo kwani ni haki yao. Ni kijana ambaye nilikuwa natamani sana kupiga kura. Nafurahi sana mwaka huu nitapiga kura. Na ni jambo la furaha, ndio mwaka wangu wa kwanza nitapiga kura, nitamchagua kiongozi ninayemtaka. Zoezi la kupiga kura kwa kweli nilikuwa nalisubiria kwa hamu, kwa sababu nakopo ni kijana miongoni wa vijana ambao wanapiga kura, na pia nitatoa hamasa kwa vijana wenzangu washiriki katika kupiga kura. Tumejipanga vizuri kwa sababu ni siku ambayo nilikuwa naisubiri sana kwa mara ya kwanza. Vijana wenzangu ambao wamefikisha umri ambao sahihi wa kupiga kura na washauri wajitokeze kwa sababu ni haki yao. Aidha, vijana hao wametoa msimamo wao juu ya vitendo vya fujo na uvunjifu wa amani nyakati za uchaguzi. Ni jambo ambalo kwanza alihitajiki. Kwenye uchaguzi wa kula inahitaji utulivu cha kwanza. Bila amani hamna kitu ambacho kitaendelea. Fujo hazina faida katika jamii. Na tena washiriki kwa amani kwa sababu uchaguzi utakuwa wazi na pia utakuwa huru.
Ili kufanikisha azma ya vijana hao, mkoa wa Dodoma umefungua zoezi la uboreshwaji wa daftari la kudumu la mpiga kura kwa awamu ya pili litakalohusisha kujiandikisha, kuhakiki na kuboresha taarifa, kama ambavyo mkuu wa mkoa wa Dodoma Bi Rosemary Senyamule anavyobainisha. Kwanza, kujiandikisha kwa wale ambao hawajajiandikisha au hawajawahi kupiga kura na wana umri unaofaa kupiga kura. Pili, kukagua daftari. Tatu, wapiga kura kuhakiki taarifa zao kama ziko sahihi. 4, kufanya maboresho ya taarifa hizo kama watakuta haziko sahihi. Na 5, kuweka pingamizi kwa wapiga kura wasio na sifa. Kutoka Dodoma, Leonard Mwacha, Channel 10. Ubunifu katika teknolojia umetajwa kuongeza ufanisi wa kazi, mawasiliano na ushirikiano kupitia majukwaa ya kidijitali pamoja na upatikanaji wa rasilimali na taarifa mtandao. Nelson Munema ameandaa taarifa ifuatayo. Mundani tunasema Innovation Week, kwamba tunawaleta watu pamoja waje walete masuluhisho ya matatizo ya Watanzania. Lakini pia tunawaleta watu pamoja kuja kufanya maongezi kuhusu nini tunatakiwa tufanye kama Watanzania kuleta suluhisho ya matatizo yetu au changamoto zetu za kidijitali kwa Watanzania. We have the fastest growing youth population, I think, across East Africa. And so what's exciting about this is not the challenges of Akili Member, not the challenges of technology, but the opportunities that young people in our country can harness, the opportunities they can access, one, to learn, two, to be able to build products, and to be able to build systems using AI. Vijana tuna changamoto kuu nyingi. Moja kati ya changamoto ni kwamba vijana wengi hawana elimu kamili na elimu nzuri ya kuwachukulia na kuwaona watu wenye ulemavu, namna ya kuishi nao, namna ya kuenenda nao na namna ya kuwa nao, kushare nao baadhi ya vitu mbalimbali. Vijana lazima wawe wabunifu kwanza, lazima wafahamu zile talent walizonazo na pia wajue namna ya kutumia zile vipaji walivyonavyo au ideas walizonazo katika kuleta manufaa kwenye jamii na society kwa ujumla. Serikali mkoani Tanga kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo wamekubaliana kuanzisha biashara ya hewa ukaa katika kipindi cha miezi 7 ijayo, ambayo itasaidia utunzaji wa mazingira na kuingiza kipato kwa wananchi kutokana na ulinzi wa maeneo ya hifadhi za misitu na vyanzo vya maji kwenye maeneo mbalimbali. Hii hapa ni taarifa ya Raya Kipingu. Hatua hiyo inabainishwa wakati wa zoezi la upandaji miti kimkoa lililofanyika katika kata ya Maweni, ambapo mkuu wa mkoa wa Tanga Balozi Dr. Batilda Buriani akazitaka halmashauri kuwasiliana na ofisi ya makamu wa rais pamoja na kituo cha kitaifa cha ufuatiliaji wa carbon NCMC kwa ajili ya kupata mafunzo na usaidizi wa kitaalamu kuhusu biashara hiyo. Mimi nilisema nitawapima wakurugenzi kulingana na maeneo ambayo yana fursa ya uwekezaji wa hewa ya ukaa na wameshindwa kutumia hiyo fursa. Na katika biashara ambaye hafanyi chochote, hawalimi, hawapalili, kisa ni kusimamia kusio na uharibifu wa mazingira, kuhakikisha kwamba hakuna ukataji wa miti, ni kulinda tu. Fedha zinaingia. Kuanzia sasa, kabla ya kufika mwezi wa 12, tuwe na mradi mmoja wa hewa ukaa. Ndipo wadau mbalimbali wa mazingira wakaeleza namna watakavyoshirikiana katika kuanzisha biashara ya hewa ukaa inayohusisha utunzaji wa maeneo ya misitu na vyanzo vya maji. Sisi tunaendelea kuhamasisha wananchi wahifadhi vyanzo vya maji pamoja na mazingira, kwa sababu maji yataendelea kuwepo. Tunawapongeza sana wadau wenzetu kwa kuendelea kushirikiana nasi kuhifadhi mazingira na kuwa na vyanzo vya maji vya kutosha. Kuhifadhi vyanzo vya maji, kuhifadhi misitu, tumejadiliana kwa undani zaidi kuna namna gani tunaboresha uhifadhi, namna gani tunafungua fursa ya biashara ya carbon. Kutoka Tanga, Raya Kipingu, Channel. Serikali wilayani Rorya mkoani Mara imepokea vifaa tiba vyenye thamani ya shilingi bilioni 2.5 kutoka kwa wadau wa afya Maji Safi Group, vifaa ambavyo vitasambazwa kwa vituo vya afya takribani 9 ambavyo vilikuwa vinakabiliwa na uhaba wa vifaa tiba. Musa Makali huyu hapa anaripoti kutoka Mara. Ama kweli haya ndio mahusiano bora kati ya wadau na serikali, na hili ni shirika la Project Cure kwa kushirikiana na Maji Safi Group hapa wilayani Rorya mkoani Mara, baada ya kufika na kubaini upo uhitaji wa vifaa tiba
hawakuwa na namna nyingine, na hapa walitoa ahadi na leo inatekelezwa. Tulipata orodha ya vituo vilivyopendekezwa kutoka ofisi ya mganga mkuu wa wilaya, ambao wao wanafahamu kwamba vituo hivyo vikipatiwa msaada kidogo, basi huduma za afya zitaboresheka na tutawafikia wananchi wengi zaidi. Vifaa hivi ambavyo leo vitakabidhiwa ni takribani bilioni 2 za Kitanzania. Na baada ya kubaini mapungufu tuliona kwamba sehemu kubwa ambayo sisi kama wana wilaya ya Rorya tunapaswa kufahamu au kufanya ni kujaribu kuimprove au kuboresha zaidi huduma ya vichanga na watoto njiti, lakini zaidi huduma ya mama na mtoto. Kupatikana kwa vifaa tiba hivi huenda utasaidia uboreshaji wa huduma kwa wananchi. Vifaa tulivyovipokea leo vyenye thamani ya shilingi bilioni 2 ambavyo vinakwenda katika vituo vyetu 9 vya kutolea huduma vinaenda kuboresha zaidi huduma ambayo tayari serikali ilikuwa imeshaanza kuifanyia kazi. Vilikuwa havina kwa baadhi ya vituo vingine, kwa hiyo vitaenda kutusaidia kwa kuwasaidia wale watoto wanapokuwa wamepata shida ya kupumua. Kwa hiyo itakuwa ni rahisi sisi pia kufanya kazi kwa weledi zaidi. Kwa wananchi ambao vituo vyao vya afya vinanufaika na vifaa hivi, kwao ni furaha. Kuna baadhi ya vifaa tulikuwa tunavikosa kwenye huduma zetu, hususan kituo zahanati ya Sokoram. Tunashukuru tutapata huduma nzuri. Kama kuna sehemu ambapo huduma ilikuwa haipatikani, sasa tunatarajia kupata huduma kwa urahisi. Akipokea vifaa tiba hivi, mkuu wa wilaya Rorya Dr. Alfani Haule amesema upatikanaji wa vifaa hivi uendana na utoaji wa huduma kwa wananchi. Nina imani sasa vifaa hivi vitaenda kuongeza ubora wa huduma zetu, zile huduma ambazo zilikuwa zimesimama kwa sababu ya vifaa. Sasa tusikie hizo huduma zinatolewa, na kusudio la vifaa hivi wale waliovihangaikia, ili tuweze kuboresha huduma kwenye maeneo yetu. Kutoka hapa wilayani Rorya mkoani Mara, jina langu ni Musa Makari na hii ni Channel 10. Na mtazamaji, unaendelea kuangalia taarifa ya habari kutoka hapa Channel 10 Plus. Bado upo nami Salma Shabani. Tunakwenda kwenye mapumziko mafupi. Tukirejea hapa tutakuja kuletea habari za michezo na burudani. Channel 10 Plus. Mtazamaji, na moja kwa moja sasa ni habari za michezo na burudani, ambapo timu ya Simba imeanza safari usiku huu kuelekea nchini Morocco kwa mchezo wa kwanza wa fainali ya kombe la shirikisho dhidi ya RS Berkane. Awali timu hiyo ilikuwa iondoke leo saa 11 kamili alfajiri, lakini baadaye ratiba hiyo ilibadilika na kuondoka usiku huu. Kwa mujibu wa tangazo lilotolewa na timu hiyo kwenye mtandao wao wa Instagram, tayari kikosi hicho kimeanza safari majira saa 3 usiku. Baraza la michezo la taifa limezipongeza timu za taifa za mchezo wa tennis ya viti mwendo, wheelchair tennis na timu ya wasichana ya mpira wa mikono chini ya umri wa miaka 18 ambazo zilikuwa zinashiriki mashindano ya dunia na mashindano ya Afrika kanda ya 5 na kuipeperusha vyema bendera ya taifa. Tupate taarifa zaidi. Pongezi hizo zimetolewa na afisa habari na uhusiano wa Baraza la Michezo la Taifa BMT Binajaha Bakari wakati wa mahojiano maalum na Channel 10 Michezo, ambapo amesema kuwa timu hizo zimekuwa bora licha ya kutotoa nafasi ya kwanza, lakini zimeweka historia na kuonyesha mwanzo mzuri. Pongeza vijana wetu wa mchezo wa tennis kwa watu wenye ulemavu, wheelchair tennis, ambao wametuwakilisha vyema kwenye mashindano ya kombe la dunia nchini Uturuki na wamepata tuzo. Hata kama hawakufanya vizuri kwenye mashindano hayo, lakini wamepata tuzo ya heshima, lakini ya nidhamu, kwa sababu hivyo ndio vitu vya msingi sana. Heshima, nidhamu, lakini vile vile ni kwa mara ya kwanza Tanzania kushiriki katika mashindano hayo ya kombe la dunia nchini Uturuki. Pongeze wachezaji wetu chini ya umri wa miaka 18 wa mpira wa mikono. Nao wamekuwa washindi watatu wa jumla katika mashindano ya kanda ya 3 Afrika ambayo yamefanyika Uganda. Kwa kweli hao nao tuwapongeze sana. Wamejitahidi, wametutoa kimasomaso wa Tanzania, wameipeperusha bendera vizuri katika hilo. Katika hatua nyingine, Najaha Bakari kwa niaba ya Baraza la Michezo la Taifa BMT ameitakia kila laheri klabu ya Simba ambayo inaanza safari usiku huu kuelekea nchini Morocco
kwenda kucheza na timu ya RS Berkane, mchezo wa kwanza wa fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kila laheri timu klabu ya Simba, ende wakapambane, waonyeshe heshima ya nchi yao. Hili kombe basi lije libaki hapa kwetu. Kweli tunawatakia kila laheri. Kutoka jijini Dar es Salaam, Juma Mohamed, Channel 10. Naam, tunaitakia kila laheri timu ya Simba katika mchezo wao dhidi ya RS Berkane. Wadau wa michezo nchini wameendelea kutoa salamu za pole kwa ndugu jamaa na marafiki wa aliyekuwa mtangazaji nguli na msemaji mkuu wa serikali ya mapinduzi Zanzibar, marehemu Charles Hilary aliyefariki dunia Mei 11 kwenye hospitali ya taifa Muhimbili Mloganzila alipokuwa akipatiwa matibabu. Wakizungumza na Channel 10 michezo, baadhi ya wadau wa michezo kutoka vyombo tofauti vya habari wamemwelezea marehemu Charles Hilary kuwa ni mtu ambaye alikuwa nguli kwenye tasnia ya habari na alikuwa ni mfano wa kuigwa kwa vijana. Tasnia imepoteza mwalimu kwa sisi ambao tulikuwa tunajifunza mengi kutoka kwake, lakini naamini kwa upana wake tumepoteza kioo. Tumepoteza jabali kubwa ambalo tulikuwa tunamtazama kama kioo kwa waandishi wa habari. Nafahamu wako vijana wengi, wako watu wengi ambao walivutiwa na tasnia ya habari kwa sababu ya umahiri, umaridadi na weledi mkubwa ambao walikuwa nao. Charles ni moja kati ya broadcasters bora kabisa wa muda wote, watu ambao tulikuwa tunawatazama na kuwasikiliza na kutamani kuwa kama wao, watu ambao pia tumejifunza mengi sana. Kwa hiyo ni msiba mkubwa, na wapa pole wana tasnia, familia na watu wote ambao wameguswa na msiba huu, na tumuombe marehemu Mwenyezi Mungu amlaze mahali panapostahili. Lakini pia yule alikuwa anaitwa Kiraka, watu wengi hawajui. Chazi nakumbuka kwenye media fulani alikuwepo, ilikuwa ukimweka kwenye charanga anafanya kazi, ukimweka kwenye kandanda anafanya kazi, lakini ilikuwa inavutia zaidi pale akiwa anatangaza mpira na usemi wake yule moya alikuwa anaburudisha. Kwa hiyo mimi nimekuwa mmoja wa wanufaika wake, lakini Mwenyezi Mungu amempenda zaidi Charles Hilary na hatimaye hatuko naye. Miongoni mwa watangazaji ambao ukimsikiliza ile lafuzi yake, matumizi mazuri ya lugha ya Kiswahili, unaona kabisa ni mtu ambaye alikuwa amebobea katika hiyo kazi, lakini hata vile vile ababaishi kutafuta maneno sahihi ya Kiswahili katika utangazaji wake wa mpira. Afisa elimu msingi halmashauri ya manispaa ya Mpanda mkoani Katavi amewapongeza wanafunzi 120 waliochaguliwa kutoka ngazi ya wilaya kushiriki michezo ya UMITASHUMTA, huku akiwaonya kuto kujihusisha na vitendo vya utovu wa nidhamu ikiwemo uwizi wanapokuwa kambini. Mwanahabari wetu Pasco Katona ana taarifa zaidi. Akifunga mashindano hayo ya ngazi ya wilaya UMITASHUMTA, afisa elimu msingi akizungumza kwa niaba ya mkurugenzi wa halmashauri hiyo amesema kuwa jumla ya wanafunzi 120 wamechaguliwa, huku akiwapongeza wanafunzi wa darasa la 7 kushiriki katika michezo. Nafasi hii kuwapongeza sana kwa ushiriki mzuri wa michezo ambao umeuonesha. Naomba mfahamu kwamba kifupisho cha mashindano haya kinaitwa UMITASHUMTA. Maana yake ni umoja wa michezo, sanaa na taaluma kwa shule za msingi. Wanafunzi wanaopenda michezo hata kwenye taaluma wanafanya vizuri. Niwatie moyo wale wa darasa la 7. Pia amewahimiza wanafunzi kuwa na nidhamu wanapokuwa kambini. Hatutenganishi michezo na nidhamu. Ninyi mlioteuliwa kushiriki kwenye mashindano haya katika ngazi ya mkoa, tunaendelea kuwafuatilia kwenye nidhamu. Na ndio maana idadi mliopo mko wengi kidogo. Meneja hapa amesema tuna kambi ya nje, tuna kambi ya ndani. Tunaanza na kambi ya nje. Naandaa utaratibu wa barua za ruhusa. Hizo barua tutawakabidhi walimu, kwa sababu nyie ndo wanawafahamu. Basi hizo barua mtapewa, mpeleke kwa wazazi ili wajue mtoto fulani amechaguliwa kwenye kambi kwa ajili ya mchezo fulani. Nikiripoti kutoka katika shule ya msingi Msakila, halmashauri ya manispaa ya Mpanda mkoani Katavi, ni mwana michezo wako Pasco Emmanuel Katona wa Channel 10. Na mtazamaji, na katika michezo kimataifa tuungane na mwana michezo wetu. Karibu katika habari za michezo kimataifa, na kwanza tuanze kuangazia mchezo wa tennis. Andy Murray hatakuwa tena kocha wa Novak Djokovic
uamuzi unaosemekana kuwa ni wa makubaliano ya pande zote mbili, na hii inamaanisha kwamba Mali hata kuwa upande wa Djokovic atakapowania taji lake la 8 la Wimbledon mwezi Julai. Djokovic, bingwa mara 24 wa Grand Slam, alijiunga na Mali mnamo Novemba mwaka jana. Chini ya Mali, Mserbia alifika nusu finali ya Australian Open na hatimaye kustaafu baada ya kupoteza seti ya kwanza. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 37 amekuwa na msimu mgumu kutokana na viwango vyake vya juu na chini, akipoteza mechi yake ya kwanza katika michuano minne kati ya michuano mitano iliyopita, na pia kuchapwa kwenye fainali ya Miami Open na Jakub Mensik mwenye umri wa miaka 19. Asante kocha Andy kwa bidii, furaha na usaidizi kwa miezi 6 iliyopita ndani na nje ya uwanja. Tulifurahi sana kuimarisha urafiki wetu wa pamoja, Djokovic alisema. Shukrani kwa Novak kwa nafasi nzuri ya kufanya kazi pamoja, na shukrani kwa timu yake kwa bidii yao yote katika kipindi cha miezi 6 iliyopita, Mali aliongeza. Shukrani kwa Novak kwa nafasi nzuri ya kufanya kazi pamoja, na shukrani kwa timu yake yote kwa bidii katika kipindi cha miezi 6 iliyopita, Mali aliongeza. Na namtakia Novak kila laheri kwenye msimu uliosalia. Na sasa tuhamie katika soka. Lucas Vazquez anataraji kuondoka katika klabu ya Real Madrid kama mchezaji huru mara baada ya kutamatika kwa michuano ya dunia ya vilabu. Mchezaji huyo aliyekuwa akihudumu kama beki wa kulia atapishana na Trent Alexander-Arnold atakayejiunga na Madrid mwishoni mwa msimu huu. Vazquez amehudumu takriban miaka 16 katika viunga vya Santiago Bernabeu huku akishinda ligi ya mabingwa mara 6 na Real Madrid, na sasa ni nafasi yake ya kwenda kutafuta changamoto mpya. Eden Bahati, Channel 10 michezo kimataifa. Naam, na moja kwa moja katika burudani mtazamaji, tamasha la 77 la filamu Cannes linaendelea nchini Ufaransa limeweka wazi kanuni mpya kuhusu mavazi ya wageni kwenye zulia jekundu. Uongozi wa tamasha hilo umetangaza kuwa sehemu kubwa ya mwili kuonekana wazi na mavazi makubwa ambayo yanaweza kuzuia harakati za watu wengine sasa hayaruhusiwi rasmi. Tangazo hilo limefuatia matukio ya mwanzo kama lile la mwanamke aliyetokea kwenye zulia jekundu akiwa karibuni kifua wazi mwaka 2022 pamoja na muonekano wa Bianca Censori aliyevaa gauni la wazi kwenye tuzo za Grammy mapema mwaka huu. Tamasha la mwaka huu limeweka wazi kanuni ambazo zimekuwa zikifuatwa kwa muda mrefu. Lengo si kudhibiti mitindo ya mavazi, bali ni kuzuia kuonesha mwili kwenye zulia jekundu kulingana na sheria za Ufaransa, tamko la tamasha hilo lilieleza. Aidha, uongozi umetahadharisha kuwa unaweza kukataa kuwaruhusu wageni wenye mavazi yanayozuia wengine kupita au kufanya ugumu katika kupanga viti ukumbini. Licha ya mashaka kama mavazi yenye mikia kama lile la Greta Gerwig litakubaliwa bado kuna wasiwasi juu ya usalama wa wageni kwenye ngazi ya Palais. Hii si mara ya kwanza kwa Cannes kukosolewa kwa sera zake za mavazi, hasa sharti la viatu vya heshima kwa wanawake ambalo zamani lilionekana kulazimisha kuvaa visigino virefu. Hivi sasa viatu vya kisasa vya chini vinakubalika, lakini bado changamoto zipo kama ilivyotokea mwaka 2022 wakati mtayarishaji wa kiasili alikataliwa kwa kuvaa moccasins. Na mtazamaji, na sasa zilizobamba mitandaoni, tunaarifiwa kwamba kutoka mtandaoni, moja ya sifa zinazozidi kuipa sifa Tanzania ni panyabuku 100 ambao wamefuzu mafunzo ya kupelekwa nchi za nje kufanya kazi ikiwemo ya kutegua mabomu. Kuna Panya Magawa aliyeweka historia ya Tanzania katika kutegua mabomu huko nchini Cambodia, na sasa waziri wa elimu, sayansi na teknolojia Profesa Adolf Mkenda amesema hayo bungeni Dodoma kuwa panyabuku kupitia mradi wa kufundisha wanyama wa Apopo katika chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo ina jumla ya panya 100 wamefundishwa kufuzu. Alisema panyabuku waliofuzu kupelekwa katika nchi za Angola wakiwa panya 13, Azerbaijan panya 11, Cambodia panya 58 na Ethiopia panya 6 kwa ajili ya kutambua mabomu yaliyotegwa ardhini pamoja na kutambua vimelea vya kifua kikuu. Aidha, panya 12 wamepelekwa nchini Marekani kama panya wa maonyesho, yaani kuwa mabalozi kwenye shamba la wanyama. Na mtazamaji, tumefikia tamati ya taarifa ya habari usiku wa leo kutoka hapa Channel 10 Plus.
Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuruka kwa matangazo haya, mimi ni Salma Shabani. Endelea kuangalia vipindi vinavyoendelea hapa Channel 10 Plus na kuacha na utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo. Na kutakia usiku mwema. Na sasa ni wasaa wa utabiri wa hali ya hewa kwa muda wa saa 24 zijazo, tukianzia saa 3 usiku kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Karibu. Tuanze utabiri huu kwa kuangazia mifumo ya upepo. Upepo wa bahari unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa kwa upande wa pwani ya kaskazini pamoja na pwani ya kusini. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa. Kwa upande wa ziwa Victoria, upepo wa ziwa unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Ziwa Tanganyika pamoja na ziwa Nyasa, upepo wa ziwa unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania inatoa angalizo la matarajio ya upepo mkali unaofikia kilomita 40 kwa saa na mawimbi makubwa yanayofikia mita 2, hususan katika pwani ya kaskazini pamoja na pwani ya kusini. Tafadhali chukua tahadhari. Na kwa usiku wa leo ni matarajio tukua mikoa inayozunguka ziwa Victoria, Kigoma, Tabora pamoja na Katavi. Mikoa hii inatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Morogoro, Tanga, Dar es Salaam, Pwani pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba, maeneo yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Arusha, Manyara, Kilimanjaro, Ruvuma, Lindi pamoja na Mtwara, maeneo yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache. Maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi, Singida pamoja na Dodoma, maeneo yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Na kwa siku ya kesho ni matarajio tukua mikoa inayozunguka ziwa Victoria, Kigoma, Katavi, Tanga pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba, maeneo yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Morogoro, Dar es Salaam, Pwani, Lindi, Ruvuma pamoja na Mtwara, maeneo yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi, Arusha pamoja na Kilimanjaro, maeneo yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Tabora, Singida, Dodoma pamoja na Manyara, maeneo yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na mpenzi mtazamaji, mpaka hapa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania hatuna la ziada. Asante na nikutakie usiku mwema. Channel 10 Plus.